إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, katika tunaendelea mbele na kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli, na maudhu ambao ni mazungumzo yetu ya leo, bado tunaizungumzia Ramadhan. Kipindi hichi tunazungumza uzuri wa funga. Uzuri wa funga, katika mambo mazuri ya kufunga. Jamani, Mwenyezi Mungu wakati anatuamrisha funga alitutakia jambo la kwanza kabisa, akasema kwamba la'allakum tattaqun. Uzuri wa kwanza tunaoupata katika kufunga mwezi wa Ramadhani, tunapata kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu ina maana ya kumtii katika amri zake, akiamrisha tunafanya na akikataza tunaacha. Hii ni taa. Taa nyingine ni fi'li ibadat au ziyadatul ibadat. Ni mtu kwamba ibada zake zinazidisha, kila siku anazidisha. Kama alikuwa akisoma Qur'an na khitimu kwa wiki, katika Ramadhan anakhtimu mara dufu. Yani anakhtimu kwa siku 3, kwa sababu tumewaona kwa walio tutangulia. Hata na kwa sasa kila siku anakhtimu Qur'an. Wapo juzu 30 anazipika pale. Sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani anakuwa amezidisha. Katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume Mwenyezi Mungu asema kwamba, anatuambia kwamba kana nabii sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas. Alikuwa Mtume Mwenyezi Mungu ni mwenye kufanya ibada katika wakati mwingi, yani anawazidi wengine kufanya, watu wengine anawazidi kufanya ibada nyingi kwa Mola wao. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa anaweka bidii, anazidisha Mtume wa Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani katika kufanya ibada. Hina yalqahu Jibril, wakati Jibril anakuja kila siku, anamjia kila siku. Yani Jibril alikuwa akija kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumfundisha, na alikuwa kila siku anakhtibu Qur'an. Kwa hiyo kama Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa ajwad an-nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan, na alikuwa akizidisha maradufu katika kufunga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mimi na wewe ni uzuri zaidi mimi na wewe kuzidisha na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zidisha ibada katika kusoma Qur'an. Soma sana Qur'an, kama alivyokuwa anamujia Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili azidisha kumfundisha na kumkumbusha Qur'an. Katika mwezi wa Qur'an
ambao ni mwezi wa Ramadhani. Tena huu mwezi wa Ramadhani unatupenda mimi na wewe tuwe ni wenye kuzidisha ibadati zetu. Kila ibada ambayo ulikuwa unaifanya, zidisha maradufu katika ibada hiyo. Kwa mfano kama wewe ulikuwa ukisali rakaa 3 kwenye witri, kwa sasa umejiwa na tarawih, umejiwa na mwezi wa Ramadhan, tarawih ikaja karibu kwako. Kwa hiyo weka bidii, fanya nguvu, fanya haraka na weka nguvu sana katika kusali tarawih. Penda sana tarawih, sali uwezavyo, ima unasali nyuma ya imamu au unasali peke yako. Na atakaye kuwa nasali nyuma ya imamu, sikia uzuri anaotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametuambia kwamba man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu al-Bukhari. Anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba man qama ramadana, ule ambaye atasimama mwezi wa Ramadhani, yani atakaye kuwa nasali tarawih nyuma ya imam au peke yake na familia yake, lakini amezidisha katika kusimama na kusali tarawih. Man qama ramadana, kila siku, sio kwamba upunguze siku moja. Aliyepunguza siku moja haja sali Ramadhani yote, la, amesali kipindi kimoja, hapati hizi thawabu. Hizi thawabu zinapatikana na ule mtu mwenye pekee yake amesimama mwezi wa Ramadhani. Amesimama mwezi wa Ramadhani, amesali tarawehe kila siku mpaka siku 29 au 30, anasali tarawehe. Huyu Mwenyezi Mungu anampunguzia au anamuondolea yale madhambi yaliyotangulia. Kurudi tena kuulizia, unafikiri ni madhambi gani yanayofutwa? Mwenyezi Mungu anayafuta kwa ajili ya kusimama kisimamo cha tarawih. Usije ukafikiria kwamba ni kila dhambi, la, ni madhambi yale madogo madogo ambayo yanataki istighfaru peke yake, hayataki tauba. Ama yale makubwa makubwa anayotaka tauba, hayawezi akaondoshwa isipokuwa kwa yule aliyefanya tauba. Atakayefanya tauba kwa yale makubwa makubwa, basi huyo ndiye atasamehewa. Ama madogo madogo ambayo yanataka istighfar, basi hayo ndiyo Mwenyezi Mungu kwa yule anayemtaka, si lazima kwake. Kwa yule anayemtaka anayasamehe. Kwa sababu gani? Kwa sababu amesimama kisimamo cha tarawih nyuma ya imamu au peke yake. Sasa aliyesimama nyuma ya imamu, aliyeswala na imamu, sikiliza uzuri Mwenyezi Mungu amekupa. Anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu anasema, man salla ma'a al-imam, yule ambaye atakaye sali tarawehe na imamu, thumma ansarafa, paka imamu akamaliza ibada, akamaliza swala yake, akamaliza kusali,
basi huyu mtu kutiba lahu qiyam layl, kutiba lahu qiyam layl, anakuandikia kwamba umefanya qiyam layl, yani umelala usiku wote unasali. Allahu akbar. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe, atuweke katika waja ambao kweli wanayafata mazuri, na atuepushe kwa wale ambao wana udhaifu fulani, hawawezi wakasimama kutokana na mambo yao au na afya zao. Kama hatosali tarawehi kwa sababu zinazojulikana kwake, Uislamu unakubali, basi huyu mtu asisali, hatopata tatizo. Lakini kwa sharti kuwa kwamba haya mambo yanayomkataza, aliyomkataza kusali, ni kwamba ni mambo anaruhusiwa, anakubaliwa na sheria ya Uislamu. Na kama haya mkubali na sheria ya Uislamu, basi itakuwa kwamba amepata matatizo, amepata dhambi. Haruhusiwi kutosali, lazima asali. Hii ni sunna, ndiyo ni sunna, lakini iko katika mwezi wa Ramadhani na ina thawabu. Kwa nini upitwe na thawabu hizi? Na Mwenyezi Mungu ametengeneza thawabu hizi kwa ajili yako. Hizi thawabu Mwenyezi Mungu amezitengeneza kwa ajili ya mwanadamu. Hizi thawabu Mwenyezi Mungu ameziweka kwa ajili ya mimi na wewe. Sasa tekeleza ibada hii ya kusali usiku, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiyo amekupa hii fursa. Na fursa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakwambia kwamba man qama Ramadhan, yule atakaye simama Ramadhani, atakaye sali usiku Ramadhani, akafanya qiyam layl, akafanya tarawih vizuri, amemfuata imam, amesali nyuma ya imam, akasali naye rakaa ya kwanza vizuri, amalize naye rakaa ya mwisho. Ndiyo inasemwa hapo, man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaba, aliye simama kisimamo cha tarawih imanan, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini ya kwamba hii funga ameiamrisha Mwenyezi Mungu, kwamba hii funga imetoka kwa Mwenyezi Mungu, Mungu ameiamrisha, na akafunga kwa ajili yake. Kwa hiyo anatakiwa apate hizi thawabu imanan wa ihtisaba. Ana mategemeo yake, anamtegemea Mwenyezi Mungu. Acha tuchukue kidogo pumuzi kidogo, turudi tena tuendelee na somo letu. Tunarudi tena kutoka katika pumziko letu. Tunarudi tena tukiendelea kwa kukuelezea kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba man qama Ramadhanan, ule aliyesimama mwezi wa Ramadhani. Tizama, aliyesimama mwezi wote wa Ramadhani, amesimama tarawih kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Sio kwamba amesimama siku 4 zingine akaacha. Sio kwamba amesimama siku 28. La, hata kama amesimama 28 akakosa siku moja ya 29,
basi huyu hajaandikwa kwamba amesimama Ramadhani yote. Hadithi nasema man qama ramadhana imanan wahsama, Ramadhan siku 30 au siku 29 akiwa kweli amezisimama zote, yani ima yuko nyuma ya imamu au amezisimama yeye mwenyewe, lakini alikuwa na sali tarawih. Sasa anapata nini? Kwanza awe imanan, ana imani ya kwamba anayemwabudu ni Mwenyezi Mungu, anayemwabudu ni Mwenyezi Mungu, anaabudu Mwenyezi Mungu. La pili, ana imani ya kwamba haya mambo anayoyafanya, hii ibada anayoifanya, anaifahamu na anaiona vizuri Mola wake, anamuona vizuri kwamba anatekeleza ibada yake. Wahtisaban, yani akiwa na kitegemea, mategemeo yake anategemea Mwenyezi Mungu kumlipa kwa hayo anayoyafanya. Basi kizuri atakayo ni nini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, anapanguswa, yani anaondolewa yale madhambi yote yaliyotangulia. Kumbuka kwamba madhambi yanayoongelewa hapa ni madhambi madogo madogo, sio madhambi makubwa yanayohitaji tauba. La, ni madhambi ambayo yanahitaji tauba, lazima mtu atubu kwa Mwenyezi Mungu, lazima mtu atubu kwa Mwenyezi Mungu, na akiwa amejua anatimiza shuruti za tauba zile 3 kama wanazioni wanavyozileta. Kwa hiyo ndugu yangu, uzuri uliwokoje Mwenyezi Mungu kuondolea madhambi wakati umesimama tu kisimamo cha mwezi mmoja. Na tena kwenye hiyo hadithi mtume wa Mwenyezi Mungu anatuambia man sama ramadanan, tena mtu aliyefunga mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban, na akiwa imani kabisa na muamini Mwenyezi Mungu, na amefunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anataka thawabu za Mwenyezi Mungu, anamtegemea Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Mwenyezi Mungu atamuripa, atamuondoshea madhambi, kama tulivyoona kwenye hadithi iliyoanza ya kipindi kilichoanza kwamba mwanadamu Mwenyezi Mungu amemwambia, mtume wa Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba Ramadhan ila Ramadhan, Ramadhanu ila Ramadhan, kutoka Ramadhani kwa Ramadhani nyingine. Nini? Mukaffiratu ma bainahun ma lam yartakib al-kaba'ir. Anasema mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba Ramadhani, aliyefunga Ramadhani iliyopita na Mwenyezi Mungu akamwezesha akafika katika Ramadhani hii leo akaifunga na yenyewe, haja haribu chochote katika Ramadhani hiyo au katika Ramadhani zote mbili, basi Mwenyezi Mungu humuondolea madhambi yaliyokuwa baina ya hizi Ramadhani mbili. Anasema ma lam yartakibul kabair, ni kwa yule ambaye hajayakumba au hajamkumba yale madhambi makubwa, hajafanya limoja ndani ya haya madhambi makubwa. Sasa kwa hiyo uzuri wa kufunga mwezi wa Ramadhani ni mwingi kabisa. Kwa hiyo inatakiwa mimi na wewe tuwe tayari, tuwe imara na tufurahii sana kuwa Mwenyezi Mungu ametufikisha katika mambo ambayo ni mazuri na ni bora kabisa katika uhai wetu, kuwa tumefika ndani ya Ramadhani. Na Mwenyezi Mungu
akatuwezesha kuwa miongoni mwa wale ambao wametimiza, wamejaribu kufunga. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu, Mola wetu, mjuzi wa kila jambo, muweza kwa kila jambo, atupe amani na salama tuweze kufunga Ramadhani hii kwa uzuri. Na Mwenyezi Mungu atulinde wasiwasi za nyoyo zetu, atuweke katika watu ambao ni bora zaidi na ni wazuri na ni wenye kufunga mwezi huu kwa kutegemea uzuri wake Mola wetu. Na Mwenyezi Mungu atuweke katika watu ambao wanafanya bidii za kupata radhi zake Mwenyezi Mungu na kufanya ibada nyingi sana ambazo Mwenyezi Mungu zitatufikisha mbele ya Mwenyezi Mungu akiwa radhi na sisi tukiwa tumefurahia kabisa kukutana na yeye. Ndugu zangu, nataka niwaelezee jambo hili ya kwamba Muislamu mzuri, Muislamu mwenye busara na Mola wake, Muislamu anayetegemea kumkutana Mwenyezi Mungu katika hali yuko radhi naye. Tulikuwa kwenye mapumziko kidogo, lakini nilikuwa nikiomba, namuomba Mwenyezi Mungu ambao ni mjuzi wa kila jambo, awezeshe kila muumini, mwanamume au mwanamke, atuwezeshe kuwa ni wenye kuifuata kabisa na kutaka radhi zake Mwenyezi Mungu na kufanya bidii kujisogeza kwake, hasa katika mwezi huu wa Ramadhani. Huyu ni mwezi ambao hautakiwi uvivu ndani yake. Kwa kila ibada kama Mwenyezi Mungu amekuwezesha kuwa ni mwenye kufanya ibada ya kusoma Qur'ani mathalan, jaribu kabisa uwe ni mwenye kuisoma kabisa. Chukua wakati wako, na hii kusoma Qur'ani ni moja katika mambo mazuri ya kujipendezesha, ya kujikurubisha sana kwa Mwenyezi Mungu. Qur'ani ni kitabu chake, ni maneno yake Mwenyezi Mungu. Hupenda sana mja wake akiwa yatumia kuyasoma mwanadamu. Tena inakuwa ni nzuri zaidi kuyasoma katika mwezi wake wa Ramadhani. Huyu mwezi wa Ramadhani katika majina yake ni mwezi Shahrul Qur'an, ni mwezi wa Qur'an. Sasa kwa hiyo mimi na wewe yatuhitaji sisi tuache uvivu wa nyoyo zetu, tuyapiganie haya mambo mazuri na thawabu zake Mwenyezi Mungu. Tukimbilie sana kuyafanya matendo mazuri ambayo yatatupelekea kufikia mapenzi yake Mola wetu. Je, kama kwa kweli hatuyapate mazuri kutoka katika mwezi huu, tutayapata lini? Wakati mwezi huu una mazuri mengi. Miongoni mwa mazuri hayo ni kwamba, na tumuombe Mwenyezi Mungu atufikishe na atuambatanishe au atukutanishe na Lailatul Qadr. Mwezi huu una usiku ambao usiku ni kila mmoja upiganie. Sasa hautoupata isipokuwa kumuomba Mwenyezi Mungu akuwezeshe na kuweka bidii asbabu za kufikia ili uje ukutane na usiku huu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atukutanishe na usiku huu na atupe kuwa ni wenye kufuata ibada zake kweli wa kuzifuata. Tuwe ni wenye kutekeleza ibada zake Mola wetu. Tuwe ni wenye kumsikili kwa sababu yeye yuko tayari. Hebu tizama kwamba ametufanyia nini? Ametufungulia milango ya pepo. Milango ya pepo imefunguliwa. Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen amesema kwamba milango imefunguliwa kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya ibadati, kwa sababu watu wanazifanya ibada nyingi sana na kwa ajili ya taa, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi ibada hii milango imefunguliwa kwa ajili ya ibada zetu sisi tumfanyie Mola wetu. Kwa hiyo tusiwe wavivu ndugu zangu. Mtu asiwe mvivu katika ibada hizi, kwa sababu muda ambao tunao hapa duniani ni mfupi sana,
ni mfupi sana na una ukorofisho ndani yake. Huyu muda ambao tunao hapa duniani ni mfupi, mchache, mnyofuka sana, lakini ndani ya udogo wake na ufupi wake unakota tena ukorofisho ndani yake. Kwa hiyo kama umepata fursa kama hii ya kukutwa na mwezi huu, mwezi wa Ramadhani, ni kwa kweli lazima tuwe ni wenye imara, wenye kutafuta, wenye kuweka nguvu na bidii na kuzitafuta radhi zake Mwenyezi Mungu, na kuyatafuta mazuri yaliyomo katika mwezi huu, mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu mwezi wa Ramadhani ndio mwezi, hujui kwamba kesho mwezi utakukuta tena. Yani mwaka ujao hujui kwamba utakuwepo. Wengi walikuwa wanafikiri kwamba watafunga Ramadhani hii, lakini kabla siku moja wakaiondoka dunia. Wengi sana tunawajua, kabla ya mwezi mmoja, kabla ya mwezi ufikie, watu wameondoka. Kabla ya siku 3 mwezi ufike tuanze kufunga, watu waliondoka. Lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu ametubakisha, tuko salama. Na nakwambia kwamba hakuna jambo zuri Mwenyezi Mungu analokupa kila siku kama kukurudishia nafsi yako ukiwa mzima. Yani amekuongezea umri ili uzidishe ibada. Anakuonyesha umri ili uzidishe ibada zake, uzidi kumtii, uzidi kuyapata mazuri ya Mola wako. Sasa unakuta ndugu zangu, watu tunaghafirika, watu tunaweka namna zetu, yani watu tunapungua kabisa. Kwa hiyo unakuta mambo tunayoyafanya yanatuambia. Ndugu zangu, tumfuate Mwenyezi Mungu, na kutokana na hayo machache tunamuomba Mwenyezi Mungu akubali funga letu. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.